Sasa tunaenda kwenye kipindi kizuri kusikiliza neno, lakini kwanza natamani tuingie kwenye neno fupi linalozungumzia familia ya Kikristo. Familia yenye Kikristo ya Kikristo pamoja na nguvu za Mungu. Kuwa familia lakini pia kuwa na nguvu za Mungu. Kwanza kabisa, taasisi ya familia, mwanzilishi ni Mungu. Mungu ndiye mwanzilishi. Vision ya Mungu kuwa na familia ya mwanadamu duniani ilisema tumfanye mtu kwa mfano ili akatawale. Hiyo ndio vision iliyokuwa ya Mungu. Tumfanye mtu, mwanamume na mwanamke akamfanya, kisha alikuwa na lengo waishi kwa kutawala. Kwa hiyo kuna familia lakini lengo ni kuishi na nguvu za Mungu. Hichi ndicho cha kwanza cha kufikiria, kwamba mtu anapokuwa na familia, ni nini Mungu aliweka ndani ya mwanadamu alipokuwa anaanza familia. Naomba tuingie kwenye kitabu cha Mwanzo kwanza. Naomba tuende kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza kabisa, tuangalie picha nzuri inayojificha pale. Familia ya Mkristo pamoja na nguvu za Mungu. Natumia lugha hiyo ni kuwa Mungu ndiye mwanzilishi wa familia. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 anasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, na kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. 28. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Huu ndio mtazamo wa Mungu kwa familia. Anasema mstari wa 28 anasema Mungu akawabarikia. Kwa hiyo jambo la kwanza la Mungu kwa familia, alipomuumba mwanaume na mwanamke, Mungu aliweka juu ya mwanaume na mwanamke baraka. Lugha hii katika eneo la kwanza la baraka, tunasema ndani yake Mungu alipokuwa akiwabariki, aliziachilia nguvu zake. Baada ya kuwaumba mwanaume na mwanamke, Mungu aliziachilia nguvu zake ndani ya lile neno, akawabarikia. Ndani ya lile neno la kusema Bwana Mungu akambarikia mwanaume na mwanamke, akaambia mkazae, lakini alibariki kwanza, aliachilia alicho nacho. Mungu aliachilia ile nguvu aliyonayo ndani ya mtu mwanaume, ndani ya mtu mwanamke, waliokuwa wanaanza familia. Kwa hiyo mwanzilishi wa taasisi hii kubwa ni Mungu. Mwenye kuasisi hiyo familia ni Mungu mwenyewe. Ndiye aliumba mtu mume, ndiye aliumba mtu mke. Katika eneo la kuwabarikia, lugha iliyofuata, katika eneo la kuwabarikia, lugha iliyofuata ni lugha ambayo sasa mwanaume na mwanamke wanaenda katika nafasi walioambiwa. Anasema hivi, mkazae, mkaongezeke. Kwa hiyo taasisi ilikuwa inaenda kutengenezwa. Ni uumbaji uliokuwa unaendelea wa familia. Ongezeko la mtu katika familia yake, patokee maongezeko, patokee
kujaza dunia. Kwa hiyo Mungu alikuwa na mradi mkubwa, project kubwa ndani ya mwanadamu, kuitengeneza familia ambayo itaenda kuongezeka, itaongezeka. Mpango wa kwanza wa Mungu baada ya kuumba mtu, mwanaume na mwanamke, alianza na mpango wa nguvu zake kuziweka ndani ya mwanadamu. Ule mpango ulikuwa ni mkamilifu, na kwa kusudi hilo kuongezeka kulifata baada ya baraka. Ongezeko kabla ya mambo yote, baraka ilikuja juu ya maongezeko. Ni ya pili, kuzaana ni ya pili. Bwana asifiwe. Alafu lugha nyingine anamalizia hapa, mkaijaze nchi. Yaani sijui kama kwenye picha gani tunaweza tukaipiga picha nchi. Mtu ni mmoja mwanaume, mtu wa pili ni mwanamke, lakini neno kuzaana alafu kuongezeka, alafu mkaijaze nchi, ni mambo ambayo Mungu aliyaweka ndani ya mtu. Hili ni eneo, kanisa, Bwana asifiwe, liko katika, sijui niweke lugha ipi nzuri zaidi nisaidie, liko kwenye eneo la pale Mungu alipobariki. Haleluya, Bwana asifiwe. Mungu alimuumba mtu mwanaume, Mungu aliumba mtu mwanamke, lakini ongezeko ni matokeo ya baraka iliyoachiliwa tayari. Labda niseme lugha gani? Neno kubariki ni nguvu ya Mungu iliyowekezwa ndani ya mwanadamu kumfanya mwanadamu aweze kuzaa, kuongezeka na kuijaza nchi. Sasa hiyo unaweza ukaiona hiyo hata kwenye science. Unaweza ukaiona kwenye science. Kwa mfano science ya mimea. Una mbegu moja inapandwa shambani, kwenye kitabu cha Marko inasema moja ikazaa 30, ikazaa 60, ikazaa 100. Ndani ya ile mbegu kuna nguvu. Ndani ya ile nguvu ukiikutanisha na udongo inafanya kazi. Ndani ya ile mbegu kama hujaikutanisha na udongo haiwezi kufanya kazi. Lakini Mungu alishaweka nguvu yake ndani ya mbegu. Mbegu ni moja, lakini ndani ya mbegu kuna misitu mikubwa. Ndani ya mbegu moja kuna misitu mikubwa. Haleluya. Misitu isiyokuwa na mwisho. Moja kazaa 30, moja kazaa 60, moja kazaa 100. Ndani ya zile mbegu 100 kuna mbegu zingine zaidi, na zile zingine ziko mbegu nyingine zaidi. Kwa hiyo kila kitu kilitoka kwenye moja. Kwa mfano, Bwana Yesu asifiwe, sisi wanadamu ni product ya Mungu. Labda nigeuze lugha tena. Sisi wanadamu tunatokana na mbegu ya Mungu. Ndio maana tunaweza tukaongezeka ili tutawale. Kwa mfano, nichukulie lugha hii. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu aliposema pawepo na nchi na bahari na mito na maji,
aliiambia mito, akaiambia bahari, akaambia maziwa, na vitoke ndani ya maji viumbe vilivyo hai. Mungu alisema hiyo. Maji yakazalisha samaki wa kila aina. Hawakuumbwa kwenye hilo eneo. Amen. Ni eneo la matamshi. Ndani ya maji patoke kiumbe kilicho hai vya kila aina. Akaambia udongo, akauambia udongo, patokee kila aina ya mmea wenye mbegu. Kwa hiyo ardhi, ndani ya ardhi pakatokea aina chungu nzima ya aina za miti ya kila mbegu. Alipokuja akaiambia ardhi pia na bahari watokee wanyama na ndege humo ndani, wakatokea kwenye ardhi hii. Mimi nishawahi kuangaliaga wakati mwingine nikasema, hivi hawa konokono au vyura au samaki wa kambale hawa wanatokaga wapi? Mimi pale nyumbani kwangu sijawahi kuonaga bwawa la samaki au la konokono, lakini unaweza ukajikuta kuna konokono kwenye ukuta yule pale, katokea wapi? Ujui njia yake ametokea wapi, ujui na ni mkubwa tayari, ameshaonekana na mkubwa. Ala, hiki ni kiumbe kina viko kwenye ardhi, viko kwenye mimea, vimeshikilia kwenye miti. Wakati hali ya hewa ikibadilika, na wao wanajizalisha, wanaongezeka. Vyura utajikuta tu maji yamenyesha, mvua mahali yamesimama, amna wiki, wametokea wapi hapa? Na baada ya muda utakuta kuna visamaki vinazaliwa mle ndani. Hawa samaki hapa hakunaga asili ya mto wala ziwa. Hii ni mvua imenyesha, kaleta bwawa hapa, maji yakajaa hapa, ni mvua wala so nini, mvua tu, lakini pakaingia viumbe hai. Hivyo ni vitu ambavyo na sisi wenyewe tunaviona kwa asili. Bado neno lile la Mungu la uumbaji linaishi, linaendelea kuzalisha. Kwa mfano, ziwa Tanganyika tulilonalo hapa Tanzania, siku moja nikiwa kwenye nchi ya Kongo upande wa pili, maana hilo ziwa limeshikana na nchi ya Kongo pia, ili ziwa likazalisha samaki. Sijui lilizalisha ni wengi sana, likaamua tu lenyewe. Usiku likaleta mafuriko, likamwaga maji kwenye mji unaitwa Uvira, na yakaleta na samaki mamilioni yakamwagwa hapo. Ni kuchukua unachotaka, kula mwenyewe, ukishindwa acha, ukitoka nje utakanyaga. Ni wengi, samaki wametapaka, ziwa limeamua kuwatoa wengi. Pale shambani kwetu hapajawahi kupitaga maji miaka mingi, lakini hivi karibuni pakatokea, baada ya mvua, mafuriko, maji mengi. Samaki hawana mfano. Wametokea wapi? Bado uumbaji wa Mungu unaendelea. Ziwa Victoria linanipa raha. Hakuna ziwa linatoa dagaa wengi kama Victoria na samaki. Jamani, samaki wanavuliwa Victoria kwa magunia, hawaishi. Nyie mkiondoka hivi bado maji yanazalisha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ikafika mahali pa mwanadamu, Mungu hakusema na ardhi itoe mwanadamu au ifanye hivi. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa hiyo Mungu akamtoa mwanadamu kutokea kwake. Amen. Akamfanya mwanaume, akamfanya mwanamke. Kabla ya udongo alimtengeneza kwanza. Biblia inasema kwenye sura hiyo ya kwanza, akamfanya mtu mume, akamfanya mtu mke, akawabariki, akawaambia wakazae. Alafu baadaye anakuja kumtengeneza mtu udongo,
ndio unakuja kushtuka, yule mtu wa rohoni ameingia kwenye udongo. Yule wa udongo sasa anaonekana mwanamume, mwanamke, baadaye wanaonekana wana watoto. Mwisho dunia imejaa, japo hatujaweza kuijaza yote. Amen. Lakini nataka uone hii kwamba kuna kitu fulani ambacho tukikipata kinaweza kutusaidia katika kuona familia. Amen. Namba moja, iangalie hiyo sura vizuri ya mstari wa 28. Ile mstari wa 28. Mungu akawabarikia. Pale kuna msingi mkubwa sana katika maisha yetu. Neema iliyopatikana pale inaonekana katika ulimwengu wa roho kabla hawajaenda kutoka katika asili ya udongo. Sasa kanisa, Mkristo, familia yatokanayo na Mkristo, ikiweza kuona hii picha vizuri, itagundua baraka zao haziko mahali pengine, kwanza ziko katika ulimwengu wa roho. Ukienda kwenye sura ya pili utagundua tu mwanaume anatokea kwenye udongo, anapuliziwa pumzi, anakaa nafsi hai, akatolewa tena mwanamke kwenye ubavu wake, akasema huyu ni mama, ametoka kwenye ubavu wangu na nyama katika nyama zangu, na atamwacha babake na mamake, ataambatana na mkewe. Hakuna baraka. Tunaenda sawa Pale kwenye udongo hamna baraka. Baraka ziko sura ya kwanza, mahali ambapo mtu mume, mtu mke wameumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu. Pale ndio kuna baraka, pale ndio kuna maongezeko, pale ndio kuna ijaza nchi, pale ndio kuna kuitisha nchi. Sasa nguvu ya mimi na familia haiko kwenye wingi wa pesa tulizo nazo. Amen. Haiko kwenye material things. Hatuko kwenye mambo ya vitu vya mwili tunavyo. Nguvu ya mtu wa Mungu iko kwanza rohoni. Haleluya. Familia haianzagi mwilini, inaanzaga rohoni. Na Mungu haanzi mwilini kwanza, anaanzaga rohoni. Akishaanza rohoni, ule mwili unapewa kwa ajili ya kukabiliana na mazingira, yule roho aende afanye kazi. Sasa ndugu zangu, Bwana Yesu asifiwe. Kipawa cha Mungu cha kifamilia ya Mkristo kiko rohoni. Naeleweka hii lugha Sema amen, amen. Itakuwa ni baraka ya kutosha kama familia itatambua uwepo wa Mungu ndani yao na sio mali kwanza, na sio vitu kwanza. Watambue uwepo wa Mungu kwanza. Haleluya. Naeleweka Tukiweza kutambua na kuheshimu uwepo wa Mungu kwanza, vitu vya nje katika mwili, material things, jamani, hivi ni vitu ambavyo vimeshaandikiwa mkavimiliki au mkavitishe. Vipo havijaumbwa, lakini vina kanuni ya kutokea ikiwa kuna mtu wa rohoni atakayekuwa na familia na amebarikiwa. Tuko katika familia ya Mkristo na nguvu ya Mungu. Amen. Tuko kwenye familia ya Mkristo aliyeamini, Mkristo aliyeokoka, mume na mke, lakini ndani ya maisha yao katika roho kuna mahusiano na Mungu kwanza. That's the first plan of God. Aweze akabariki kazi ya mikono yako, na kati rohoni hamko connected na yeye. Siku hizi tuna vitu ambavyo vimefikia mahali ndoa ni vitu, ndoa ni mali, ndoa ni uchumi mzuri. Hicho ndicho kinachotupoteza. Tunapoteza ile nguvu ya Mungu, na tukipoteza ile material things, vitu vya mwili vinaanza kuwa vigumu kuvipata na kuvishika na kuvimiliki. Ili tuvishike na kuvimiliki na kuvitawala,
Lazima tuipate kwanza nguvu ya Mungu ndani yetu. Lazima uwepo wa Mungu kae na wewe. Baba na mama wakiwa kwenye nyumba, lazima uwepo wa Mungu kae na wao. Mazagazaga ya ndani ya nyumba hayatatokea. Mvutano, kutokuelewana, mali hazipo, mali zipo, lakini zinakaaje? Familia ikiwa katika mpango wa Mungu, uwepo wa Mungu uko ndani ya baba na mama, vitu vitakuwa rahisi kuvimiliki. Haleluya, Bwana asifiwe. Ngoja niangalie jambo fulani liko hapa, linaonyesha hivi. Haleluya, sema amen. Mstari ule wa 28 unasema hivi: Mungu akawabarikia. Haleluya, Mungu akawabarikia. Ndugu zangu, katika familia, ndani ya ufalme wa Mungu, kila mmoja amebeba nguvu. Mume na mke wamebeba nguvu ya Mungu. Trust me. Hawa watu hakuna aliyebarikiwa zaidi ya mwingine hapa. Huyu mama, huyu baba, wote kwa pamoja wamebarikiwa hawa. Hapa hakuna level, wewe kwanza ni mwanamke, mimi ni mwanaume. Kwenye eneo la nguvu ya Mungu, wote wameingia katika nguvu za Mungu. Tuna shida katika zama tunazoziishi. Tukiingia kwenye mwili, mwanamume ametangulia kwanza. Amen. Mwanamke akafuata. Hapo tunaanza kuona tofauti katika maisha. Lakini tukiingia katika roho, kila mmoja amebeba nguvu ya Mungu. Okay. Amebeba vipawa. Hazarauliki hapa mtu. Haonekani waovyo mtu hapa, kwa sababu ni watu waliomwamini Yesu. Kwenye ulimwengu wa roho, hawa jamaa wana nguvu ya Mungu. Hapa katika ulimwengu wa roho, mwanamume hana nguvu kuliko mwanamke, mwanamke hana nguvu kuliko mwanaume. Wote wamebarikiwa kwenye level moja kwenye ulimwengu wa roho. Kwenye chapter 2 ya kitabu hiki, kwenye sura ya 2, hapo ndipo pana magawanyo kidogo yametokea. Yale magawanyo pia sio mabaya, si kwamba level ni ndogo, si kwamba level hii ni kubwa. Ni magawanyo. Ni magawanyo. Haleluya. Kwa sababu magawanyo yenyewe anasema naye atakuwa mwili mmoja. Sasa haya magawanyo sio kwamba hawa watu wameachana, lakini watu wanaonekana watu wawili, lakini ukiangalia maandiko yanasema ni mtu mmoja. Ila kwenye kutawanyika tunaonekana wawili. Kwenye swala la Mungu, huyu baba na huyu mama ni mwili mmoja. Kwa hiyo bado hawa watu hawa mwili mmoja, lakini huyu ni mwanaume na huyu ni mwanamke. Amen. Kwa hiyo panatokea tu pale magawanyo ya kazi na utendaji, lakini ni kitu kimoja. Bwana asifiwe. Sema amen basi watu wa Mungu. Kwenye ile sura ya kwanza, ile sura ya kwanza, naomba tuende pale mstari ule wa 28, anasema hivi: baada ya kuwabarikia, nitumie lugha nyingine, baada ya kuwabarikia aliwaanoint, aliwatia mafuta. Sawa neno alipowabarikia maana yake aliwatia mafuta. Sasa kutiwa mafuta ni kusema nini? Ni kupewa uongozi. Tunaenda sawa watu wa Mungu Kutiwa mafuta ni kupewa uongozi. Namba 2, kutiwa mafuta ni kupewa majukumu. Amen.
Ukiona umekuwa mama au baba kwenye familia, mmepewa uongozi ndani ya familia, mmepewa majukumu. Ya tatu, mmepewa kutawala. Wangapi wameelewa hii lugha? Ni sawa sawa, eh? Ukishaonekana katika maandiko, huyu ni mume, huyu ni mke, wako katika ndoa, hawa watu kwenye ulimwengu wa roho ni mmoja, lakini kwenye mwili ni mtu mume, ni mtu mke. Kwenye ulimwengu wa roho ni mwili mmoja, maana mwanamke ametoka kwa mwanaume kwenye mwili. Amen, haleluya. Wamekuwa tofauti kuwa huyu mwanaume mwanamke, ili kutengeneza mradi mkubwa, a big project ya Mungu ya kuzaa, kuongezeka na kutawala nchi. Haleluya. Sasa nisikilize vizuri kwa makini. Kama Mungu ameweka ndani yetu mbegu ya kuzaa, sikiliza hii lugha, na kuongezeka na kuitiisha nchi, Mungu hajaweka mbegu ndani yako ya watoto watakao kuwa watumwa. Halo? Mungu hajakupandikizia mbegu ya uzao utakao kuwa mateso. Iko hivi, wakati Mungu kama alikuwa ananyoosha mkono kuwabarikia, sijui sawa, eh? Kama alichukua chupa ya mafuta kuwamiminia, sijui, lakini katika ulimwengu wa roho kuna kitu ambacho kilitoka ndani ya Mungu, kiliingia ndani ya huyu mwanaume na huyu mwanamke kwenye ulimwengu wa roho. Amen. Wakawa katika ulimwengu wa roho na mafuta ya Mungu, nguvu ya Mungu, upako wake, ili kuweza kuingia kwenye project ya Mungu, wakaisimamie, wakaiendeleze. Sawa, eh? Bwana asifiwe. Naeleweka lugha, eh? Mungu amekuweka wewe kwenye familia. Wale watoto nao wasema wakwako, sio wakwako. Ni project ya Mungu kuongezeka, ni mpango wa Mungu kuongezeka, ni mradi wake. Anataka yeye Mungu aonekane kwa watoto wako akiendelea kutawala dunia, sio kuwa mtumwa. Halo kanisa, tunaenda sawa? Hebu sema amen, amen. Nikiongea hivi, ufahamu ukiingia kwenye akili zetu, uelewa ukiingia kwenye akili zetu, hawa watoto tunaowafikiria ni wako hoi masikini, sio hivyo. Huo sio mradi wa Mungu. Mradi wa Mungu, wale watoto wakatawale, wale watoto wakaitiishe dunia. Kwa hiyo ule uwepo wa Mungu haukukaa kwa baba na mama ukaishi, ulihamia kwa watoto. Zile nguvu za Mungu hazikubaki ndani ya mama na baba, zilihamia kwa watoto, na wao walipokuwa wakiongezeka waliendelea na jukumu la kutawala. Tumpe Yesu makofi basi mazuri. Jamani, lugha ina sawa? Haleluya. Sipendi kumwona Mungu tunavyomuona kibinadamu, kwa sababu tunapitia kwenye majaribu ya kifamilia. Nataka nimuone Mungu kwenye maandiko, aliyeanzisha taasisi ya wewe na mke wako na watoto, kwamba hawa familia hawa watu hawa mimi nitaweka nguvu yangu kwao, mamlaka yangu ndani yao, mafuta yangu, kila lolote mbele yao litawatii. Chochote kilichoko kwenye maji, kilichoko kwenye nchi, kilichoko kwenye anga, kitawatii hawa. Ifika hapo jamani, hiyo taasisi sio ya kawaida. Hawa wanadamu hawa, mwanaume na mwanamke, usiwaone wa kawaida hawa. Haleluya. Na mimi narudia tena na tena niseme hivi,
Haijawezekana mpango wa Mungu kukupa familia alafu ikutese. Hiyo naifuta kwenye familia zetu. Haijawahi kutokea mpango wa Mungu akupe watoto wa kufanya wewe ulie, ufe na pressure. Watu wanakufa na pressure. Mwanangu, unakuwa na watoto wa kike lakini hakuna anayeolewa. Sio kweli, sio mpango wa Mungu. Lazima waingie kwenye ndoa. Ni taasisi ya kuongezeka. Huwezi kuwa na mtoto wa kiume akaoa alafu mumewe akamwacha, mkewe akamwacha. Sahau, hawachani. Ni taasisi endelevu. Hii inaitwa ni taasisi, ni familia, ni mjumuisho wa Mungu kukaa ndani ya familia. Yaani Mungu, tungelimfungua Mungu katika mawazo yake pale mwanzo kwenye mstari wa 26. Kwenye mstari wa 26 Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Sikiliza hii lugha. Sikiliza hizo. Hakusema na tuwafanye watu. Asema na tumfanye mtu. Singular. Haikuwa plural. Haikuwa kwa wingi, ilikuwa kwa singular. Tumfanye mtu. Na aliposema tumfanye mtu, maana yeye Mungu ni mmoja, lakini anajifunua kwa wingi. Kwa hiyo yule mtu hakujifunua kwa Mungu alipokuwa anatolewa, akajitolewa kwenye singular, alitolewa kwa wingi. Kwa hiyo Mungu anataka kutokea kwako watoke watoto, watoke waume, watoke wake watakaoongezeka. Mungu ndani yako anaongezeka, anatembea na wewe, anatembea na watoto wako, anatembea na wajukuu, anaenda pamoja na wao ili kutawala. Ili kutawala. Okay, nikupe picha nyingine. Hakuna mwenye license ya kutawala. Hakuna. Peke yake Mungu tu peke yake anatawala. Lakini ameamua kuchukua sehemu ya maisha yake, akamtengeneza mtu, akachukua na nafasi ile ya kutawala kwake, ili akae ndani ya mtu atawale. Kwa hiyo mtawala anayeishi leo hii ni Mungu tu, lakini anakupitia wewe. Ukiona mzunguko wa maisha ya mtu hauko kwenye utawala, ujue kuna tatizo hapa. Sizungumzi kutawala kisiasa. Tunaenda sawa sawa jamani, eh? Sizungumzi mambo ya politics. Nazungumzia your own future, kesho yako. Naizungumzia tomorrow yako. Naizungumzia leo yako. Wewe ndio una amri na mamlaka kesho yako iwe vipi. Basi tunaelewana, eh? Hakuna mwenye amri ya kesho yako iwe vipi. Ni wewe utakayepanga, ni wewe utakayeamua, ni wewe utakayetengeneza. Hakuna atakayeingia kuharibu wewe ukiamua kutengeneza iwe nzuri. Hakuna atakayeamua kuharibu. Maana utawala wa Mungu uko hivi. Natumia lugha nyingine. Utawala wa Mungu ni wa mamlaka, ni wa uwezo, ni wa nguvu. Ukishakaa ndani ya mtu, ukiamuru kesho yako iwe ya aina fulani, hakuna kiumbe cha rohoni, hakuna kiumbe cha baharini, hakuna kinachotambaa juu ya nchi kitakachozuia uwezo wako wa kutawala kesho yako. Umeelewa hii lugha? Hebu niangalie vizuri. Umeelewa kweli ninachoongea? Sijui kama naeleweka. Kwa lugha nyingine, hakuna binadamu, hakuna mnyama, hakuna kiumbe cha rohoni, hakuna kiumbe cha mwili chenye hatima yako, kitakachoamua hatima yako iweje. Hayupo. Namsemea mtu ambaye wa aina gani? Namsemea mtu ambaye Maandiko yanasema amezaliwa na Mungu, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Ikishafika mlango huo ukawa kwenye fahamu zangu,
Haleluya. Believe me, chochote katika asili ya vitu vya mwilini na vyovyote vya asili katika vitu visivyoonekana viko chini ya utawala wa mtu aliyeumbwa, aliyefanywa na Mungu, kama taasisi yenye majira yake, makusudi yake, mipango yake, malengo yake, hatima yake. Kile unachokiangalia moyo wako kukitenda, kukiamuru kukifanya, hakuna anayeweza kuingia hapo akazuia. Jamani, naongea na watu wanaonielewa hapa. Inawezekana hapo msije mkao mnanielewa, lakini ninachokiangalia hapa, kila mtu anajiona hana uwezo. Leo ninavyowaona, kila mtu anajiona hana uwezo wa kuyaamua maisha yake yawe vipi. Anahitaji wengine waamulie. Hapo maana yake umemwasi Mungu, umeacha agano lake la wewe kutawala. Unampa mtu mwingine nafasi akusaidia kutengeneza maisha yako. Kwa mfano, ukiingiza uoga wa mtu fulani kwamba huyu anaweza kaniharibia future yangu kwa sababu ana nguvu fulani, kwa sababu ana uchawi fulani, umeondoka kwenye taasisi ya Mungu aliyekuamini wewe, ukampa mwingine mamlaka yake. Narudia tena, mwenye uwezo wa kutawala, hakuna shetani, hakuna kibwengo, hakuna kinyamkera, hakuna uchawi. Mwenye mamlaka ya kutawala ni Mungu peke yake, na mamlaka yake ya kutawala alimpa yule mtu aliyetokana na yeye. Ikiwa wewe ni Mkristo, umetokana na yeye, mamlaka ya Mungu ya kutawala imehamia kwako kwa kutiwa mafuta na Mungu, kama baba, kama mama. Familia za leo hazijijui, zinaishi kwa kugawanyika, zinaishi kwa vita, zinaishi kwa kupigana, zinaishi baba na watu wawa, watoto wake ni hawa, mama na baba hawamalizi maisha yao migogoro. Wale watu wa namna hiyo, taasisi imeingia mdudu. Uwepo wa Mungu umetoka ndani yao. Kazi hapo. Bwana asifiwe. Naeleweka lugha eh? Kama uko sawa sawa, mpigie basi Yesu makofi mazuri. Nimezungumza kanisa, Mkristo, familia yake na nguvu ya Mungu. Ndugu zangu, Mungu hajawahi kuruhusu, wala hana mpango, wala asili ya Mungu ndani yake hajawahi kuruhusu wewe uingie kwenye vita. Familia yako iingie kwenye vita, watoto wako ingie utumwani. Hana huo mpango, hana huo mpango. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Mpango wa Mungu kwa ajili ya maisha yangu, namba moja, kanitia mafuta. Mungu kanitia mafuta anointing, upako. Lengo moja, nitoke pamoja naye, niishi pamoja naye, nitembee pamoja naye. Tunaelewana eh? Hebu sema amen. Sikiliza tena hii lugha. Uwezi ukatiwa mafuta na Mungu alafu ukawa separated na Mungu, ukachana na Mungu. Haiwezekani. Mafuta yakishamiminwa juu yako na Mungu, maana yake Mungu ameamua liwalo sasa na liwe. Nimebadilisha mpango wa kwanza, nimeuleta mpango huu. Nitakaa na huyu, nitakula naye, nitaishi naye, nitatembea naye, kila atakapokuwa niko pamoja naye, atakalofanya mimi nitalifanya. Tunaenda sawa sawa eh? Kwa hiyo wakati Mungu anakubariki kama familia, maana yake
Mungu hatoki hapo, anang'ang'ania. Ni ajabu Hii ni ajabu. Ngoja nitakuonyesha. Ni zaidi ya mara 100 Daudi alitakiwa kuoa na Sauli asiwe mfalme. Aliishi Daudi akiwa mkimbizi, akikimbia usiku na mchana, maana alijua Sauli anamwinda ili amwangamize. Lakini mpango wa Mungu ulikuwa upi kwa Daudi? Atawale. Amen. Sauli alijua huyu jamaa huyu yaelekea nataka uje kuchukua hiki kiti changu. Mtoto wa Sauli Jonathani alijua huyu Daudi Mungu amemchagua kuwa mfalme. Baba yangu ni mfalme, lakini Mungu hakumchagua kuwa mfalme. Ni watu walimchagua kuwa mfalme. Kwa chaguo la Mungu lilikuwa ni Daudi, chaguo la watu lilikuwa ni Sauli. Huyu alitiwa mafuta, Sauli alitiwa mafuta na Samuel alitiwa mafuta, lakini sio chaguo la Mungu, la wanadamu. Lakini huyu Daudi sio chaguo la mtu. Hata baba mzazi Yese hakumtaka Daudi atiwe mafuta, aliwaleta aliowataka, lakini hawakuwa chaguo la Mungu. Tunaenda sawa Chaguo la Mungu lilionekana lina upinzani kutoka kwenye familia, lilipata upinzani mpaka kwenye kiti cha mtawala, lakini Mungu hakuwahi kumwacha Daudi. Kwa nini? Alimng'ang'ania Daudi. Daudi alipomkosea Mungu, hata alipokuwa mfalme, alitakiwa apigwe. Na kuna wakati Daudi akamwambia Mungu, huna sababu ya kuwapiga watu, ni mimi nimetenda dhambi, nipige mimi. Mungu akamwambia nikikupiga wewe nimejipiga mimi, tapiga wengine badala yako. Kwa hiyo wengine wanapigwa, mtenda kosa ni Daudi. Mungu hawezi kuweka adhabu juu ya Daudi aliyeka mafuta. Daudi kahesabu watu, kafanya sensa, kabidi apewe ujumbe, wewe umehesabu watu ni wakwako hawa? Maana Daudi aliweka kwenye kichwa chake, hawa nikiwahesabu labda nitawapiga kodi hawa wanilipe, nitakuwa tajiri kiwango fulani. Mungu akaona huyu jamaa anaenda kimwili, mimi siendi hivyo, hawa watu ni mali yangu, sio mali yako Daudi. Lakini huyo Mungu ndiye anayekaa ndani ya Daudi. Lakini Daudi akahama rohoni aende mwilini, ajue jinsi atakavyowatawala hao watu kwa fimbo ya chuma. Mungu anasema hawa ni watu wangu. Daudi akafanya kwa nguvu, akawahesabu watu, basi kalazimu Mungu atake kumchapa mtu, lakini anaangalia ndani ya Daudi, nimemtia mafuta, siweki hukumu juu ya mafuta. Kadhalika kwenye ndoa, Mungu hawezi kuipiga ndoa akawasambaratisha watoto, akaiharibu taasisi yake. Hawezi, ikiwa Mungu amesema amewabariki baba na mama, mtu mume mtu mke, kwenye roho. Ndio maana ni vizuri ndoa nyingi zianze na Mungu. Haleluya. Zianzishwe na Mungu mwenyewe kuliko zianzishwe na akili zetu na tamaa. Mungu akianzisha taasisi yake, believe me, analinda, anatunza. Haiwezi iacha ile taasisi kaumia, ikaribika. Haleluya. Sema amen, amen. Kwa hiyo Mungu akikubariki kama baba, kama mama, ana make sure kile alichokiweka ndani yako akiondoki, kitakuwepo. Haleluya. Bwana asifiwe. Mko sawa? Mnanisikiliza? Lakini mbona kama nimewachia watu mnaniangalia kwa jicho la kunifikiria? Unafikiria unawaza nini? Unawaza je, ya kwangu imeanza na Mungu? Kwanza na Mungu ni huko. Unanisikia Umeokoka, ulikuwa mlevi,
na mmeshaoana. Mke alikuwa naye kahaba, mmeoana. Baadaye mmeokoka. The moment mnaingia kwenye wokovu, mmeanza na Mungu. Tunaelewana eh? Huwezi kuichukua taasisi ya kale katika dhambi ukaiingiza kwa ni taasisi ya Mungu. Taasisi ya Mungu inaposema mimi nimemkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na mama naye sijui ametokea wapi naye akakutana na Yesu, nimeamini, alafu akaja nyumbani, baba nimeokoka, na ukamwambia kuokoka ni nini wewe? Mkagombana, baadaye na wewe baba ukaamua kuokoka. Sasa Mungu ndo pale anaanza. Anasema hawa hawajaanza hapa kwa sababu wamezaliwa huyu huku na huyu huku. Mungu alianza na wewe zamani kule wakati anamuumba Adamu, mtu mume mtu mke katika ulimwengu wa roho. Sasa katika mwili ndio tunakuja kukutana kwenye udongo wa Kichaga, tunakutana kwenye udongo wa Kimasai, tunakutana kwenye udongo wa Kinyakyusa, tunakutana na udongo sijui wa wapi. Nimempata Adamu kwenye udongo wa Kinyakyusa, basi na mimi nimetokea huko, nitakuwa mke au nitakuwa mume. Kwenye hilo eneo ni eneo lingine tofauti na la rohoni. Tunaenda sawa tu Mungu eh? La rohoni wewe ni mwana wa Mungu tangu kabla. Pigia Yesu makofi mazuri kabisa. Wana wa Mungu hapa sisi tulipo tumeshaanza na Mungu. Hebu sema nimeanza na Mungu. Paulo kuna mahali amesema hivi katika sura ile ya 7 ya Wakorinto. Ikiwa mwanamume anakubali kukaa na mwanamke aliyeamini, na yule mwanamke anaamriwa asimwache yule mwanamume. Anasema Paulo, kwa sababu huyo mwanamume asiyeamini anatakaswa na mwanamke aliyeamini, na watoto wenu ni watakatifu. Ujue kitendo cha mmoja kuingia katika imani, hata huyo wa pili ambaye bado hajaingia kwenye imani anasadikika ameingia kwenye imani. Anakula mema kwa sababu kuna huyu aliyetangulia kuingia kwenye imani. Haleluya. Sema amen, amen. Usimwone mwenzako aliyetangulia kuingia kwenye imani kwamba au ambaye amechelewa kuingia kwenye imani ni adui. Maana bado kifo hakijatokea, anawezekana huyu aliyechelewa kuingia kwenye imani ni chombo kizuri cha Mungu. Atakapoingia utakwenda kutambua kipawa alichopewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naona taasisi iliyo kubwa ndani ya maisha yetu. Ninaziona baraka zisizokuwa na kikomo ndani ya maisha yetu. Ninaziona nguvu za Mungu zisizokuwa na kikomo ndani ya maisha yetu, hasa ninapofikia kwamba mimi nimejijua ni baba au mama, mume au mke, tuko ndani ya ndoa na tumemwamini Yesu. Haleluya. Ikishafika hivyo, taratibu zingine zote zinaanza kunyooshwa na ule upako wa kwanza, akawabarikia. Ngoja niwaambie kitu kingine. Mungu hakubariki wewe leo. Nimekwambia kitu ambacho hapo mwanzo. Wakati Mungu anaiambia na samaki na viumbe vilivyo hai vikatokea ndani ya maji, hata saa hii vingine vinatokea kwenye maji pasipo mbegu kupandwa katika hiyo maji. Lile neno bado ni mbegu linazaa. Tunaenda sawa eh? Unashakuta kambale linatokea kwenye udongo. Yaani tunakuta hapa mvua ilinyeshaga, hapa mzee baba lili hapa mvua ilimwaga, hapa ilikuwa ni tope bwana, hapa palikuwa ni tope, amnaga kitu tena, pamekauka mpaka ardhi inapasuka namna hii, inapasuka namna hii. Wewe ngoja mvua inyeshe hii. Mmoja tunalikuta likambali likubwa kama mimi linatokea humo ndani ya tope. Humo nimeshaonaga watu wanavua samaki kwenye udongo mkavu. Limekufa, yani lijamaa limeshakufaga kabisa, limekufa, halina uhai. Ukiliangusha hapo linavunjika kama gogo, ukilimiminia maji hivi linaamka. Mpaka watu wengine wanasema hapana, kula samaki wa aina hiyo, unaweza kama ni shetani unakula. Hawaamini kama hiki kiko hai. Mungu anahifadhi kilicho hai mahali pasipo na uhai. Kwa hiyo anaweza akahifadhi baraka zile zile ndani yako, hata kama umekaa katika hali ambayo bado hujamwamini Yesu. Lakini anytime ukimiminiwa tu maji ya Roho Mtakatifu, ule uhai unatokea ndani yako tena, na unaanza kuonekana kumbe huyu yuko hai. Tulikuwa tunajua amekufa, kumbe hajafa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna uhai wa Mungu bado unatembea ndani ya ndoa. Baraka za Mungu, mamlaka ya Mungu, nguvu za Mungu. Kitu kingine, kutawala. Naomba usijifikirie kuna mtu anaweza akaingia katika eneo lako akapanga hatima yako.
atakuwa amealifu sheria ya kiroho, ameialifu sheria ya Mungu ya kiroho. Aina hiyo ya binadamu au ya mnyama kwenye sura ya kwanza ya Mungu, kwenye sura ya kwanza kabisa inaitwa Bereshit ya mwanzo, Mungu hakuweka mtu kukutawala wewe. Mungu hakumweka mnyama, Mungu hakumweka kiumbe chochote. Alisema huyu mtu mume, huyu mtu mke akatawala. Na mimi nairudisha hii katika nyumba ya Mungu. Wewe unisikiaye kwenye mitandao, popote pale ulipo, hata kama mume wako yuko kwenye barabara kule, hajawahi kuingia kanisani, au yuko kitandani amelala hospitali hawezi kuinuka, wewe unayeamini una uwezo mkubwa kabisa kunyanyua kilichokufa ndani ya mwenzako. Maana kuna nguvu ya ufalme, kuna nguvu ya mafuta, kuna uwezo wa Mungu ndani ya mume au ndani ya mke, na kuzuia huu mwili usilale kwenye kaburi, au usiingie kwenye umaskini, au usichukuliwe katika magonjwa. Una amri iliyo kubwa kwa mwenzako. Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 4. Tumalizia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Si tunaelewa kidogo au sieleweki? Mimi nafikiri naeleweka tu. Vyovyote tu, na mimi unanielewa. Kama unanielewa sema amen. Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 4. Mke hana amri juu ya mwili wake bali mumewe. Ala? Tena vivyo hivyo mume hana amri juu ya mwili wake bali mkewe. Taasisi hii ni taasisi ya kitofauti sana. Unanisikiza watu wa Mungu Kwa kuwa ni wanandoa. Hawa watu ni wanandoa, hawa wawili. Ndio maana ameitwa mume, ameitwa mke, maana wako kwenye ndoa tayari. Mmoja ana amri juu ya mwenzake. Halo? Yaani Mungu hajamweka mwingine awe na amri zaidi ya mwingine. Amesema hivi, mwanamume hana amri juu ya mwili wake. Mwili wake. Okay. Nisikilize watu wa Mungu. Nikishafika kwamba mwili huu mke wangu ameuona hauendi sawa sawa na anavyotaka, anayo mamlaka katika ulimwengu wa roho. Tunaelewana watu wa Mungu Amepewa na Mungu kutawala huu mwili. Na mwanamume naye akimwangalia mke wake haendi sawa sawa na mambo anayoyataka, ili si kumfurahisha mke au si kumfurahisha mume, ili kumfurahisha Mungu. Tunaenda sawa sawa Maana unataka kumfurahisha mume, lakini hataki kwenda kumfurahisha katika Mungu. Mungu hajakupa hiyo taasisi kuitawala. Lazima utawala huo uende kwenye asili ya kumpendeza yeye alitoa mamlaka. Kwa hiyo nina amri kwa mke wangu kwa mamlaka niliyopewa juu ya mwili wake, ili asiende kinyume na Mungu kwa lolote. Amen. Haleluya. Nikiruhusu, kwa mfano, nichukue mfano, mume wako hawezi kupata kazi, na akipata pesa hajui kutumia vizuri, na ukimwambia mume tujenge, tufanye hivi, hakuelewi. Matokeo yake ile pesa inaenda mahali kwenye maeneo ambayo haina faida baada ya muda. Haleluya. Unakuta kumbe kuna kitu kingine kimekuja ndani ya fikira mwenzangu, kinamtawala, kinampeleka kwenye mazingira ambayo sisi kama taasisi tuliobarikiwa, kile kitu kimeingia kikaleta dosari kwa mwenzangu. Haleluya.
Sasa wewe mtu wa namna hiyo, kwenye ule mwili wa yule mwenzako, unaona kuna kiumbe gani tena kimepata nafasi kupeleka ndoto, maono, hatima ya nyumba yangu isiende kama tunavyotaka. Kile kitu sasa unakiamuru ndani ya mwili wa mwenzake. Kwa mfano, ugonjwa. Tunaenda sawa? Mimi nina amri ya mwili huu, ninakuapisha kwenye mwili huu, usiruhusu kukaa tena, uachie huu mwili, ni wa kwangu. Mimi ndo na amri ya mwili huu. Mama anaenda kuoa mke mwingine, mwanamke anasema no, hakuna mwanamke mwingine mwenye amri, ni mimi nina amri. Naamuru huu mwili urudi hapa. Kule ulipo unakimbia, maana wewe una amri. Kitu kingine nje ya wewe na Mungu, kutengeneza taasisi ya Mungu iliyo ndani ya familia, kikiingilia kati, wewe una amri kwenye huo mwili kucontrol na kuleta kwenye kutenda yale Mungu aliweka kwenye familia. Kwa hiyo tuna majukumu kama familia kuyatumia mambo Mungu alitupa kwa pamoja kwenye huu mwili, tukapata kufurahi. Haleluya. Iwe kwa kula, kwa kulala, kwa aina yoyote ya kitu ambacho kitambariki Mungu kama taasisi ya baba na mama. Amri ni moja tu, nguvu ni ile. Mungu akawabarikia wawili, alafu akarudi hapo kwenye sura ya mstari wa 28, Mungu akamwabarikia eneo la kutawala, hakuwagawanya. Kwa hiyo utawala upo ndani ya kila mmoja. Haleluya. Pigie Yesu makofi basi mazuri. Muda wangu umeisha. La, misali moja imeisha. Mbona muda unaenda haraka hivi? Ninazungumza neno hili, kuna nguvu ndani ya familia ya Kikristo inayoweza kutengeneza familia ya Kikristo ikawa bora ya mfano kuliko familia nyingine yote duniani. Tunaelewana tu Mungu Bwana asifiwe. Sijui kama hiyo lugha yangu na. Yaani familia ya Mkristo aliyemwamini Yesu, baba na mama, hakuna kiumbe kinaweza ingia ndani ya hiyo familia ikiwa hawa wanandoa wako kwenye ile mafuta ya kwanza ya Mungu, nguvu za Mungu, bali mamlaka ya Mungu. Hakuna. Hawa viumbe vingine hawana ruhusa. Biblia inasema na akawaambia wakatiishe mpaka nchi nayo pia watiishe vilivyoko ndani ya bahari. Mungu azungumzi habari ya samaki, watiishe vinavyotembea juu ya ardhi. Mungu azungumzi juu ya viumbe vya baharini kama samaki na ndege. Anazungumza juu ya viumbe vya rohoni vinavyoweza kuishi kwenye eneo na vikatawala dunia, vikatawala hatima ya mtu. Maana yake kwa lugha nyingine, vikatengeneza hatima yako. Wewe ni mtu wa kuumwa mpaka ufe, au viumbe kwenye eneo lako, wewe baba, wewe mama, mkiweza kujua hiyo siri, hao viumbe hawana power. Kumbuka eneo moja la Hagai anasema hivi, namalizia hapo, pale penye Hagai 2 anasema siku zinakuja, asema Bwana wa majeshi, utukufu wa nyumba hii utakuwa mkubwa kuliko ule wa kwanza. Anasema kwa sababu nitatikisa mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo humo ndani na vitamaniwavyo na watu, nitavitikisa, navyo vitawalijia nyumba hii, na utukufu wake wa mwisho utakuwa mkubwa kuliko wa kwanza. Kwa nini atikise mbingu, atikise bahari, atikise nchi na vyote vilivyomo ndani yake? Kwa ajili ya mtu. Kuna nini kwenye mbingu hapa? Kuna nini kwenye bahari ambavyo vinatikiswa? Alafu hizo vitu ambavyo anasema viko kwenye mbingu, kwenye nchi, vitakujilia wewe. Ina maana kuna hatima ya mtu imeshikiliwa hapa katika ulimwengu wa roho. Kuna hatima ya mtu imeshikiliwa katika ulimwengu wa roho na viumbe fulani baharini. Kuna watu walioshikiliwa baraka zao na viumbe vinavyotambaa juu ya nchi. Lakini ikifika Mungu anatengeneza taasisi kwako, baba, mama na watoto, akianza kutikisa,
hakuna kitu kitakachosalia katika maeneo haya makuu manne: bahari, ulimwengu wa roho wa anga, nchi na vilivyoko chini ya nchi. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hiyo anamalizia anasema utukufu huu utakuwa mkuu kuliko ule wa kwanza, kwa sababu fedha ni yangu na dhahabu ni yangu, asema Bwana wa majeshi. Kwa hiyo inawezekana viumbe hawa wanaweza wakashikilia eneo lako la kiuchumi, la kimaisha, malengo na mipango na makusudi ya maisha yako yasitimie. Ila ukiamka katika sehemu ya ufahamu, kujitambua, hii sio taasisi ya baba na mama waliotokana na wanadamu, hii imetokana na Mungu. Ndoa yangu imetokana na Mungu. The moment akili hiyo inaingia hapa, vitu vinaanza kutikisika katika ulimwengu wa roho. Inakuja supernatural power kutoka ndani yako, inaenda kama upepo uendao kasi, itaangusha kila kitu kiovu kilichosimamishwa mbele yako, kama miti, kama ukuta, kama milima. Kila kilichoinuka kinyume na wewe kitaona tetemeko, litapita, ardhi itatikiswa, bahari itatikiswa kwa namna ya kitofauti haijawahi kutokea. Haleluya. Na mimi naamini hilo. Sisi ni taasisi kubwa sana, as a family of God, kama familia ya Mungu. Mungu anaishi ndani ya familia zetu. Watoto wetu hawatakuwa vikwazo. Haleluya. Baba hawezi kuwa kikazo ndani ya familia, wala mama. Hawa wote kuna eneo lao ulimwengu wa roho. Wakishashikwa hivi, huku ulimwengu wa mwili mambo yatakaa sawa. Wacha Mungu atupe hiyo hali. Tumpigie Yesu makofi mazuri. Muda wangu umeisha, 12 kamili. Tufunge kwa maombi. Hebu isimama pale ulipo. Mungu awabariki kwa kufika. Nimwombe Pastor Ana tufungie kwa maombi tafadhali.